mamlaka yako. Wewe Mkristo, unafahamu mamlaka ulio nayo? Unaweza ukaomba kwa habari ya kutoa pepo, unaomba kwa habari ya kuponya wagonjwa, unaomba, ndiyo unaomba, lakini je, unayafahamu mamlaka ulio nayo? Unafahamu mamlaka ambayo Mungu amekupatia? Leo nataka nikupe neno la kimamlaka ambalo litakusaidia ama litakuongezea kitu katika maombi yako. Inawezekana unaomba alafu kuna vitu unaona kama haviwezekani hivi, lakini kumbe sio haviwezekani. Haujatambua mamlaka yako. Haujatambua mamlaka yako. Unajua, unapoomba kumpiga shetani, shetani anajua kila kitu. Nikupe hicho kitu. Unajua kuna watumishi wa Mungu hawaamini kwamba shetani anajua kila kitu. Yaani hawaamini kwamba ukimtoa Mungu mwenyewe anakuja shetani. Yaani hawajui kwamba shetani hakuna asilolijua katika ufalme wa Mungu. Hakuna shetani asilolijua, kwa sababu alikuwa huko, alikuwa jikoni na alikuwa huko kwenye nafasi ya juu sana ya kiutawala katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ni kiumbe ambaye anafahamu kila kitu katika ufalme wa mbinguni. Anafahamu moto uko wapi, anafahamu nguvu ziko wapi, anawajua malaika wenye nguvu, anajua neno lenye nguvu, anajua kila kitu. Shetani si mwanadamu ndugu yangu, wewe ndio ujui. Yaani shetani anakujua wewe kwa sababu katika agenda ya kuumbwa kwako alikuwepo. Kwa hiyo shetani anaelewa vitu vingi sana ambavyo sisi tunajifunza kupitia neema ya Yesu Kristo na Roho wake Mtakatifu anayetuwezesha kutufundisha mambo mengi na siri za mbinguni. Ni Roho Mtakatifu anatupa siri za mbinguni. Sasa wewe unaingia kwenye maombi, unaenda kwa ajili ya kuomba kwa jambo fulani, unaombea kitu fulani, lakini ujue kwamba adui mkubwa wa hayo yote ni shetani. Na huyo adui ndiye anajua kila kitu kinachohusu ufalme wa Mungu. Shetani anajua andiko lote. Wewe hiyo Biblia yenyewe unajua kidogo kidogo tu. Shetani anajua kila kitu kwenye Biblia humo. Anajua kila neno liloandikwa. Anajua mpaka maneno ambayo hata kwenye Biblia hayamo, lakini ni neno la Mungu. Anajua. Ndio maana Yesu alipochukuliwa na Roho kwenda kujaribiwa kule jangwani, shetani mwambia imeandikwa. Shetani anasemaje imeandikwa asilijue neno? Anaposema imeandikwa maana yake analijua neno. Sasa neno limemwambia pale ni dogo sana, na Yesu akamwambia vile vile imeandikwa. Kwa hiyo unaona Yesu na shetani walikuwa wanajibizana kitu ambacho ni cha kiroho sana. Wanajibizana kuhusu maandiko. Shetani anakuja na neno akisema imeandikwa, na Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu anasema imeandikwa. Kwa hiyo wanajua andiko kuliko wewe. Wanalijua neno kuliko wewe. Kwa hiyo nataka nikupe maarifa ya kimamlaka. Unapoingia kwenye maombi wakati mwingine usiombe tu, tumia mamlaka ulionayo. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu akubariki wewe unaendelea kufuatilia mafundisho haya. Mungu akubariki wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia mafundisho haya. Na neno la leo nataka nikupe maarifa ya maombi kadhaa, na tutaenda kusimama kwenye neno la Mungu kutoka kitabu cha mwinjili Luka. Nitaanza na ile sura ya 9 aya ya kwanza na ya pili. Mamlaka. Ngoja uone hapa. Luka sura ya 9 aya ya kwanza. Fungua Biblia yako. Luka au andika pembeni. Luka, nimesema Luka sura ya 9 aya ya kwanza na ile aya ya pili. Yesu anawatuma wanafunzi wake, anawaambia nini? Neno linasema hivi: akawaita wale 12, akawapa uwezo na mamlaka. Anawapa nini? Akawapa uwezo na mamlaka. Yesu anawaita wale 12, anawapa uwezo na mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Juu ya pepo wote. Hakuna pepo ambaye hana mamlaka na wewe. Sijui kama unanielewa vizuri. Yesu amewaita, amewapa mamlaka. Sasa wale thenashara, wale wanafunzi 12, maana yake leo hii ni mimi na wewe tuliopokea wokovu. Wewe umeokolewa, mimi nimeokolewa. Tumebatizwa, tumempokea Roho Mtakatifu, ndio sehemu ya wale thenashara 12. Ndio sehemu ya matokeo ya mahubiri ya wale wafuasi wa Yesu wa kwanza waliotangaza injili duniani kote. Imekufikia wewe na mimi imenifikia. Na mimi nimekuwa mfuasi
Yesu anatutaka tuwe wafuasi, tuzae matunda. Ndio maana Mkristo yote ni mfuasi wa Yesu, lazima tumfuate Yesu. Sasa Yesu anasema nimewaita, amewaita, akawaita 12 akawapa uwezo. Maanake wewe Mungu amekupa uwezo, amekupa na nini? Na mamlaka. Sasa uwezo ni nini? Uwezo ni hali ya kuweza kutenda. Kwa mfano, ulikuwa uwezo kutembea, Mungu amekupa uwezo wa kutembea. Yesu amekupa uwezo wa kutembea, unaweza kutembea hatua 1 na 2. Huo ni uwezo. Amekupa uwezo wa kumfikia mgonjwa, utatembea, utamfikia mgonjwa. Yesu anasema nimekupa uwezo umfikie nani? Mgonjwa. Lakini ukishafika kwa mgonjwa anafanya nini? Anasema nimekupa mamlaka. Mamlaka ya kufanya nini? Mamlaka juu ya pepo wote na kuponya maradhi. Kumbe unapotaka kumponya mtu ulikumbuke neno, usiende wewe mwenyewe na akili zako. Nenda na neno. Sema nimepewa mamlaka ya kuponya wagonjwa, nimepewa mamlaka juu ya pepo wote wabaya. Hivyo pepo iliyomo ndani ya mtu huyu litoke kwa jina la Yesu. Kwa sababu gani? Unayo mamlaka. Hiyo ndio njia sahihi kabisa ya kutumia mamlaka ambayo Yesu ametupatia. Sasa mtu anakwenda kumwombea mgonjwa. Ninaamuru upone, kinachokusumbua kikuachie, hiyo miguu ikuachie. Kama ni shetani ameshikilia na kuangalia, alafu anasema huyu anakurupuka, hajui hata anachokiongea. Unaenda wewe kama nani? Unaenda kutoa pepo wewe kama nani? Unaenda kuponya magonjwa wewe kama nani? Mwanadamu hana uwezo huo. Mwanadamu hawezi kutoa pepo, mwanadamu hawezi kumponya mgonjwa isipokuwa kwa ule uwezo na nguvu ambayo tumepewa. Ndio maana tunatakiwa kusema kwa jina la Yesu ninakuamuru wewe pepo, kwa sababu nimepewa mamlaka ya kutoa pepo. Kitabu cha Luka sura ya 9 aya ya 1, nilipewa mamlaka na natumia mamlaka yao kuanzia sasa. Ninatumia mamlaka, wewe pepo tomoka. Anakaaje? Kwa sababu umemuelezea kwamba wewe ni nani. Unaenda sehemu naambia nisikilize, mimi ni fulani, nimeagizwa na rais, nimekuja mahali hapa, kitambulisho changu hiki, nimetumwa nikuambie eneo hili hama. Mtu anasema huyu ametumwa kweli. Sasa wewe shetani ambaye anajua kila kitu, unamwendea wewe kama wewe kwa jina lako la ubatizo hilo, ili umfanye nini shetani? Wewe huna uwezo huo. Shetani anapambana na Mungu mwenyewe. Ndio maana alifurumushwa mbinguni. Shetani hawezi kupambana na mwanadamu. Mwanadamu hana uwezo juu ya shetani hata kidogo. Isipokuwa kwa jina la Yesu na kwa mamlaka uliopewa unamchomoa nani? Shetani. Kwa hiyo unapoomba unatumiaje mamlaka ulio nayo? Unajua kifungu cha kutumia? Unajua mahali gani ya mamlaka ulipewa? Unamtoa pepo kwa mamlaka ipi? Lakini ukijua kwamba Luka sura ya 9 aya ya 1 ndipo nilikopewa mamlaka juu ya pepo wote, lakini si juu ya pepo, anasema na juu ya magonjwa. Unaomba kutumia nini? Mamlaka. Lakini ile aya ya 2 anasema akawatuma wautangaze ufalme wa Mungu na kuponya wagonjwa. Kwa hiyo unapotangaza neno la Mungu unasema nalitangaza neno la Mungu kwa sababu nimetumwa. Lakini katika kutangaza ili neno la Mungu nimepewa mamlaka ya kuponywa wagonjwa, ya kuwaponya wagonjwa. Luka sura ya 9 aya ya 2. Mamlaka. Unaongelea kwa habari ya mamlaka. Unapoongelea kwa habari ya mamlaka, unatamka hayo mamlaka kwa usahihi zaidi. Ndio maana tunahusiwa zaidi kulisoma neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu, ili tunapoenda kufanya huduma yoyote tunalitumia lile neno ambalo tumepewa na Kristo mwenyewe. Tunatumia ile mamlaka ambayo tumepewa na Kristo mwenyewe. Uweze kusema tu kwa jina la Yesu na kuamuru toka. Kwa kifungu gani? Kwa neno gani? Kwa mamlaka yapi unanitoa? Ndio kwa jina la Yesu vitatoka vitu vidogo vidogo. Lakini mimi napenda kutoa mfano wa panya. Mtu ambaye amekaa na panya atanielewa sana. Panya anaweza kuingia kwenye kochi. Nyie ambao mna nyumba zenu zina panya, nafikiri mnanielewa. Sikiliza bwana, wewe chukua ile kochi libimbilishe unavyotaka, panya mle ndani atoki. Utalibimbilisha huku, utalipiga piga, utalibonga na nyundo, utachukua sio fimbo, hatoki. Sasa wewe chukua fimbo, mchokoroe panya pale alipopeleka fimbo, dakika hiyo hiyo anatoka mbio. Kwa nini? Umegusa
Na shetani yuko hivyo hivyo. Anapomtawala mtu, shetani hatishiki na maneno yako. Shetani anataka umguse. Kama unataka kumwangamiza kwa moto, peleka moto pale pale kwa mamlaka yako. Sasa usipolijua neno, shetani ana wakala wake wametulia tu. Mapepo mawakala wa shetani yametulia tu, yanakutazama. Kwa nini? Yanakuona kwamba unatamka vitu juu juu, lakini vitu ambavyo unataka kuvitoa ni vitu ambavyo vina mizizi, vina shina. Hebu nenda kwenye sura ya 10. Luka hiyo sura ya 10 aya 19. Kuna kitu hapa nakufundisha tena mamlaka mengine. Sura ya 10 aya 19 kwenye Biblia yako inasema hivi: tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Nisikilize, nyoka si ninamwogopa, lakini Mungu anasema tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Amri hiyo, Mungu anasema hivyo vyenye sumu nimekupa amri na mamlaka juu ya vitu vyenye sumu. Nge ana sumu, nyoka ana sumu, lakini Mungu anasema nini? Yesu anasema tazama, nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Lakini anasema nini? Na nguvu zote za yule adui. Yaani sio tu nyoka na nge, bali na nguvu zote za yule adui. Halafu anasema nini tena? Wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Unaelewa hili neno? Yaani wewe, mimi ninakukanyaga. Wewe, mimi ninakutoa kwa jina la Yesu. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga, na kukanyaga nyoka, na kanyaga kila sumu, na kanyaga kila sumu. Haijalishi ni hatari namna gani, nimepewa mamlaka. Na hakuna nguvu yoyote ya adui itakayo nidhuru. Yaani kila nguvu itakayotumwa juu yangu itakufa katikati yake. Kwa nini unatamka? Unatamka kwa sababu inasema wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Mungu amesema, Yesu mwenyewe anasema kwamba wala hakuna kitu kitakachonidhuru kwa jina la Yesu. Amen. Mimi napenda sana kufanya majaribio. Siku moja, si kila majaribio yanafanikiwa, ila siku moja nijaribu kufanya kitu fulani. Nakupa ushuhuda wangu sasa. Nilikuwa niko maeneo yangu nyumbani, akaja nyoka. Unamjua nyoka? Mweusi. Akatembea usiku, akaribia eneo langu la nyumbani. Sasa nikamuona. Mimi wa nyoka waga sinaga historia kwa ogopa tu. Kwa kawaida mimi siogopi sana nyoka. Ndio mimi hata nyoka akiwa ndani si kama kitu nakiogopa sana. Sio kama mtu mwingine. Ndio naweza nikawa na hofu, lakini si kama mtu mwingine. Hata mtu anaweza kanishangaa. Basi sasa nikatazama kushoto kulia, sina cha kumuulia yule nyoka, akawa anatembea. Nikasema tu kwa jina la Yesu na kusimamisha hapo ulipo. Nikaondoka. Nikaenda kutafuta fimbo. Nikaipata. Nikarudi. Yule nyoka nikamkuta yuko pale pale. Nikampiga, nikamuua, nikamkata kichwa, nikamtupa. Nakupa ushuhuda, hata unaweza ukajaribu. Sio kama mimi ni mtu wa unasema jamaa, natumia hii hapa, unaona hapa hii. Unaona hili neno? Ni neno ambalo nilitumia na nikalijaribu na likaleta matokeo. Sasa kama mimi naye kufundisha na kuambia kwamba nimefanya nikapata matokeo, wewe kwa nini usifanye? Unaweza kujaribu mazingira yako ya nyumbani. Tafuta neno hili, Luka sura ya 10 aya ya 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Nguvu zote, sio na nguvu za yule adui. Elewa neno. Unajua neno la Mungu linanifurahishaga. Yaani kwenye msisitizo linawekaga ule msisitizo. Ingesema na nguvu za yule adui, ungejiuliza zote au sio zote. Lakini neno linasema na nguvu zote za yule nani? Adui. Manake ni nguvu zote, hakuna kilichobakia, si ndio? Nguvu zote za yule adui. Unafeli wapi? Ninakufundisha, ninakupa ushuhuda, ninakupa unabii, ninakupa neno lako, na wewe uende ukafanye. Sasa mtu anaomba lakini hatumii mamlaka. Shetani anafurahi sana, kwa sababu tunaomba kwa mazoea, tunaomba kadiri tulivyosikia, hatulisomi neno. Rai yangu kwako, soma neno la Mungu. Jiwekee mkakati wa kusoma neno la Mungu kila unapoitwa leo. Na neno litakalo kugusa liwekee mark. Weka ile alama ya kuonesha, sijui anasemaje, ni highlight. Unawekea, liwekea alama, alamisho, lialamishe hilo neno katika Biblia yako. Au liandike mahali, na uwe na tabia ya kuyasoma hayo maneno, ili inapotokea jambo lolote utumie neno. Ndugu yangu, ukitumia neno katika shida yako, yani unapata msaada wa haraka sana, kwa sababu neno unalijua. Unajua mahali gani Mungu amesema nini na kinaweza kikatokea.
Sasa ukienda tu unaomba, yani wote mkiomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ndio mnaombea nini? Kwa mamlaka yapi na kwa neno gani? Kilipeleka neno kama lilivyo, hakuna kinachoshindikana mpendwa. Kwa hiyo nimetaka kufundisha leo ujue kutumia mamlaka yako kwenye maombi. Maombi yana mamlaka mengi mengi mengi, na mtu anayeomba kwa mamlaka, maombi yake hayawagi magumu sana, hateseki sana, kwa sababu anaomba kupitia mamlaka. Oh, haleluya! Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho. Mungu akubariki wewe ambaye unaendelea kusubscribe. Naona watu wana subscribe kweli kweli kwenye channel yetu. Mungu awabariki sana, awafungulie milango ya baraka. Sema tu amina. Hii ni baraka itokayo kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Mimi naposema Mungu akubariki, nasema tu kwa moyo wangu safi, kwa moyo mkunjufu, na wala si kwa mazoea. Neno la Mungu linasema watamkieni watu baraka na sio laana. Na mimi natamka baraka katika maisha yako wewe ambaye unaendelea kufuatilia. Na Mungu akupe maarifa makubwa kabisa ya kuelewa neno. Tunapofundisha hili neno likawe msaada. Siku moja uwe shuhuda au nabii kwa wengine kwamba nilisikia neno kupitia channel hii ya Mikono ya Kristo, lilinisaidia katika maisha yangu sehemu fulani, lilinivusha sehemu fulani, nilienda sehemu fulani nikavuka, kwa kweli sikutegemea. Yani niliona kama mzaa, lakini nilipofuatilia lile neno lilinivusha. Tunatamani siku moja ujishuhudie wewe mwenyewe, sio lazima hata uje kushuhudia kwetu. Lakini pia unaweza ukashuhudia, unaweza ukaandika comment, jamani, mafundisho haya yamenibariki. Mungu atukuzwe kupitia mafundisho haya. Mungu awabariki watumishi. Ni maneno ya baraka tu, wala hakuna gharama yote, unaweza ukafanya tu. Kwa ni kualike pia, pita kwenye channel yetu, unaweza ukacomment na Mungu atakubariki sana katika hiyo. Haya ni mafundisho bora kabisa ambayo yatakusaidia katika maisha yako, na Mungu ataendelea kukufunulia maarifa mbalimbali. Kadiri tutakavyozidi kujifunza neno hili, Mungu atakufungulia mafunuo mbalimbali katika maisha yako. Ziko namba za simu hapo, unaweza kuwa na changamoto, unaweza kana una swali, unaweza kana na jambo fulani, basi unaweza kutupigia hapo kwa namba za simu. Wewe unatufuatilia kutoka nje ya nchi, najua kuna watu hapo Kenya, najua kuna watu hapo Kongo, najua kuna watu wako Botswana, najua kuna watu wako Uingereza, najua kuna watu wako Marekani, najua kuna watu tufuatilia sehemu mbalimbali. Popote ulipo, kama uko nje ya nchi, basi Mungu akubariki uko uliko. Na watu wengi mnatufuatilia kupitia simu zenu, Mungu awabariki. Mnatumia kuchaji simu zenu, mnaweka mabando kwenye simu zenu. Wewe ambao unaangalia sasa hivi kwenye simu yako, Mungu akubariki sana sana sana. Ninaheshimu na tunaheshimu uwepo wako, tunaheshimu kwamba unatazama. Tunajua kwa sababu tukiingia kwenye channel yetu tunaona nani anaangalia akiwa wapi. Watu wengi mnafuatilia mafundisho haya kwa kutumia simu zenu. Simu zina mambo mengi, mmeacha mambo mengine, basi mmefungua ukurasa wa Mikono ya Kristo kusikiliza mafundisho haya. Kwa kweli wewe, Mungu akubariki sana na simu yako. Umenunua kwa pesa zako, umenunua bando kwa gharama yako, simu ni ya kwako, lakini umeona ni vema kusikiliza mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki. Wewe ambaye hujasubscribe kwenye channel yetu, subscribe, endelea kusubscribe wa kwanza kupata mafundisho haya, na kulike na kucomment. Usiache kulike na kucomment, na Mungu awabariki nyote. Jina la Bwana likatukuzwe kupitia kila mmoja anayeeneza neno la Mungu, neno la Injili. Nilikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mpunga, kwa niaba ya Mikono ya Kristo. Tunasema Mikono ya Kristo kwa neno la maarifa. Hadi wakati mwingine, bye bye.